Hotuba ya kishujaa aliyewahi kuitoa rais wa zamani wa Burkina Faso, Thomas Isidore Sankara, wakati wa mkutano wa Umoja wa Afrika mjini Addis Ababa, Ethiopia, Julai mwaka 1987. Katika mkutano huo, Thomas Sankara aliwataka viongozi wa Afrika kutoa kauli ya pamoja ya kupinga kulipa madeni ambayo nchi zao zinadaiwa na Benki Kuu ya Dunia na Shirika la Fedha Duniani, kutokana na kile alichodai pesa hizo walizokopa zimetokana na rasilimali ambazo nchi za magharibi zimekuwa zikiiba katika bara hilo. Alisema, ni nani kati yetu asingependa kuona madeni tunayodaiwa yanafutwa? Kama yupo, apande ndege kisha aende Benki ya Dunia akawalipe. Thomas Sankara alisisitiza wakati akihutubia mbele ya viongozi wenzake wa Afrika. Aliongeza kwa kusema, ni matamanio yetu ikiwa madeni yetu yatafutwa. Ningependa kuona sote kwa pamoja katika mkutano huu tunakataa kulipa madeni ya nje, na katika hili inapaswa tusigeukane ili kuepuka kiongozi mmoja kuuawa. Ikiwa nchi yangu ya Burkina Faso pekee itakataa kulipa madeni hayo, basi kwenye mkutano unaokuja hamtaniona tena, watanimaliza. Kwani tukiungana watatufanya nini? Kutokana na ushawishi ambao Thomas Sankara alikuwa nao kwa wakati huo, kauli yake ilichukuliwa kwa uzito na wasiwasi, hasa kwa mataifa ya magharibi. Miezi mitano baada ya hotuba hiyo, yani Disemba mwaka 1987, Thomas Sankara alipigwa risasi ambayo ilikatiza uhai wake wakati wa vuguvugu la mapinduzi ya kumwondoa madarakani ambayo yalikuwa yakiongozwa na rafiki yake wa karibu kabisa, Blaise Compaoré, ambapo baadaye alikuja kuwa rais wa nchi hiyo. Ndoto ya Sankara ya kuondoa mifumo ya kinyonyaji ya mabeberu imekuwa ikiishi miongoni mwa viongozi mbalimbali wa Afrika waliofuata baada yake. Na hii ni Hazina katika Historia. Afrika, oh, dipanda.